walipohamishwa, wakati walishahama nyumba, nyumba chumba tu hata. Unajua kwa kwenye nyumba yako mwenyewe unasema ngoja nihamishe hivi tu. Issue kuhama. Mwambie wenzako hakuna tatizo kubwa kama kuhama. Yaani unaweza ukasahau, unafika kule ujue hata kiatu chakulia umeweka wapi. Uhamishe huko. Unaweza ukahama ukajikuta shati liko kule umelisahau. Halafu unaweza ukasahau kitu kidogo sana. Kitu gani ambacho unaweza ukasahau? Wamama unaweza ukasahau deki. Kweli si kweli? Ukalisahau kule, si ndio? Sasa maji yakimwagika ndio unaona dekio liko wapi? Unasema nimelisahau kule zamani. Sasa issue kwenda kulifuata. Si ndio? Mwingine unasahau sindano ya mkono. Ndio unakuta kuna kitu kimekashati kama kifungo kimekatika. Hapo ndio unaona umuhimu wa nini? Wa sindano. Ila kama kifungo kimekaa vizuri huna habari nayo. Unaona maisha tu ya kawaida. Tunapoondolewa kwenye ufalme wa giza, Musa akamwambia Farao, tutaondoka sisi na watoto wetu na wazee wetu na vijana wetu na kila kitu. Na akamwambia Farao, mkwara, alimchimba mkwara, hatutakuachia hata ukwato. Yaani kama tulikula nyama, hata ile mifupa ya ng'ombe tulizokula tukaondoka nazo. Kwato zile, unajua maana yake ni nini? Tunahama na vyote tulivyokuwa navyo, tunakwenda kwa Yesu. Hatuachi chochote mitaani huko. Sasa nisikilize. Kuna watu wamehama. Sema hebu naomba uchangamke kidogo unitie moyo hata kinafiki wewe. Watu wamehama kutoka kwa shetani, halafu wakamwachia pesa. Walokole, Bwana asifiwe. Wengine mfumo wa fedha wameuacha wapi? Hivi hamjui mlikoachia vingine? Hamsemi. Wameacha wapi? Kwa shetani. Halafu yuko kanisani, kaacha pesa kwa shetani, si ndio? Mfumo wa maisha kaacha kule. Mfumo wa fedha kaacha